Ninakusalimu kwa jina lipitalo majina yote. Karibu katika mfululizo wa masomo ya kesha la asubuhi kwa mwaka 2026. Mwaka huu tunajifunza katika kitabu cha Baba Yetu Anajali. Ni kitabu kilichoandikwa na Ellen G. White na huu ni mwezi wa pili katika mwaka 2026. Mwezi huu tunayo mada kuu inayosema maisha yangu leo, na leo ni Februari 17. Siku ya leo tunaiangazia mada inayosema wapeni wengine maji ya uzima. Tuombe. Mtakatifu, 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 Baba yetu na Mungu wetu ishi mahali pasiri juu mbinguni. Jina lako litukuzwe sana. Ninasema asante kwa ajili ya siku hii njema ya leo. Asante kwa sababu ya uzima. Asante kwa sababu ya afya. Asante kwa sababu ya mibaraka mingi uliyoweka maishani mwetu. Tunajikabidhi kwako tukiamini kwamba uwepo wako utaenda pamoja nasi siku ya leo. Samehe dhambi zetu, tutakase, ukatubariki. Hilo ombi letu katika jina la Yesu Kristo. Amina. Wapeni wengine maji ya uzima. Mada hii imejengeka katika kitabu cha Injili kama ilivyoandikwa na Yohana Mtakatifu, sura ya 4 aya 14. Neno la Mungu linasema, walakini yeyote atakaye kunywa maji yale nitakayompa mimi, hataona kiu milele, bali yale maji nitakayompa yatakuwa ndani yake chemchemi ya maji yakibubujika uzima wa milele. Katika mazungumzo yake na mwanamke Msamaria, badala ya kukishushia hadhi kisima cha Yakobo, Yesu aliwasilisha kitu kilichokuwa bora. Aliyageuzia mazungumzo kwenye hazina aliyotaka kuitoa, akimpatia mwanamke kitu kilichokuwa bora kuliko alichokuwa nacho, yaani maji ya uzima yaliyo furaha na tumaini la Injili. Yesu alionyesha upendo mkuu sana kwa mwanamke huyu mmoja. Maneno yake yalikuwa ya kina na ya ushawishi mkubwa mno. Mwanamke yule alipoyasikia, aliacha mtungi wake na kuelekea mjini, akiwaambia wale aliokutana nao, njoni mtazame mtu aliyeniambia mambo yote niliyoyatenda. Je, haimkini huyu kuwa ndiye Kristo? Tunasoma kwamba wengi wa Wasamaria wa mji ule walimwamini Yesu. Na ni nani anaweza kukadiria mvuto ambao maneno haya yaliuweka kwa ajili ya kuokoa roho katika miaka ambayo imepita tangu wakati huo? Yesu alikutana na watu yeye binafsi. Hakusimama kando wala kuwatenga wale waliohitaji msaada wake. Aliingia katika nyumba za watu, akawafariji waombolezaji, akawaponya wagonjwa, akawaamsha wasiojali na akaenda huko na huko akitenda mema. Na tukifuata nyayo za Yesu, ni lazima tufanye kama alivyofanya. Ni lazima tuwape watu msaada wa aina ile ile ambayo yeye aliwapa. Bwana anatamani kwamba neno lake la neema lifikishwe kwa kila nafsi. Kwa kiwango kikubwa, hii lazima itimizwe kwa kazi binafsi. Hii ilikuwa mbinu ya Kristo. Kwa kiasi kikubwa, kazi yake ilihusiana na mahojiano binafsi. Alikuwa mwaminifu sana katika kuiheshimu nafsi ya msikilizaji mmoja. Kupitia nafsi hiyo moja, ujumbe mara nyingi ulienezwa hadi kwa maelfu. Kuna umati ambao hautafikiwa kamwe na Injili isipokuwa ipelekwe pale walipo. Leo ni Februari 17, mada ikisema wapeni wengine maji ya uzima. Na kwa nukta hiyo, mpendwa mfuatiliaji wa mfululizo wa masomo haya kesha la asubuhi kwa mwaka wa 2026, tunakuwa tumefikia tamati ya tafakari ya mada hii siku ya leo. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, pendo la Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu dumu kwa pamoja nasi sasa na hata milele.
Amina. Popote na Yesu nina furaha, anitumapo Yesu ndio raha, asipokuwapo hapa nifai, akiwapo Yesu mimi sitishwi. Popote sina mashaka, popote na Yesu naweza kwenda. Popote sina mashaka, popote na Yesu naweza kwenda. Akiwapo Yesu si peke yangu, na nijapo tupo akali wangu, ajapo niongoza njia mbaya, niwapo na Yesu na shukuria. Popote sina mashaka, popote na Yesu naweza kwenda. Popote sina mashaka, popote na Yesu naweza kwenda. Naweza pumzika hata kiyama, kisha nitakwenda kwake milele, akiwapo Yesu furaha tele. Popote sina mashaka, popote na Yesu naweza kwenda. Popote sina mashaka, popote na Yesu naweza kwenda. Popote sina mashaka, popote na Yesu naweza kwenda.